Hii tumesema ni kazi kama kazi ingine yoyote, na tumekubaliana ya kwamba lazima tuwe na career progression. Mtu akiingia kazini lazima ajue akifanya kazi vizuri atasonga mahali gani, na akifanya kazi vizuri zaidi atapanda namna gani. Kwa hivyo regulations ya private security itabadilishwa ili kuwe na career progression path ya private security officers. Pia tumekubaliana ya kwamba ile kazi mnafanya ni kazi ya kulinda usalama, kazi ya kuhakikisha ya kwamba kuna security na kuna usalama, ambayo sio kazi tofauti na ile inafanywa na police na security officers wengine. Kwa hivyo, kwa sababu tuko na askari polisi kama 100,000 na tuko na private security officers 1,300,000, tukiwa na framework ambayo kutakuwa na maelewano na uhusiano na ushirikiano kati ya askari wetu polisi na askari wa private security officers, itakuwa ni rahisi kuhakikisha kwamba kuna usalama kila sehemu katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo, Bwana IG, ndio sababu huko kwa hii mkutano. Sasa tutaweka mkutano, IG na officers wake na wale wanaosimamia sehemu hii kupitia kwa Private Security Authority na stakeholders wale wengine, tutaketi chini ndio tuwe na framework ya kuunganisha private security officers na askari wetu wa polisi, ndio tuwe na uwezo wa kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha. Nyinyi mko na intelligence nyingi mahali mnafanya kazi. Nyinyi mnajua wahalifu, nyinyi mnajua wale wanaovunja sheria, na kwa hivyo mtakuwa kitengo kizuri na cha muhimu katika kusaidia askari wetu wa polisi kutekeleza wajibu wao wa kuhakikisha ya kwamba kuna usalama wa kutosha. Jambo la tatu ambayo mmeniuliza ni kwamba training ya hawa officers kwa sasa iko training ambayo inaendeshwa na TVET, iko training ambayo inaendelea na institutions owned by private security companies, iko training ambayo imependekezwa na watu wa regulatory authority, iko training ambayo inaendeshwa na NITA. Sasa inaamurisha hawa watu wote waketi chini, wakubaliane a harmonized training curriculum for private security officers, ili tuwe na mwelekeo na tuwe na taratibu ambayo inaeleweka na wote wanaofanya kazi katika sekta hii. Ya mwisho na ya muhimu, mumesema mambo ya mshahara. Si ni kweli? Mimi wakati wa tarehe 1 mwezi wa 5 nilisema mshahara ile inaitwa minimum wage iongezwe kwa 15%, 15% additional. Lakini nimeambiwa ya kwamba kuna kampuni nyingi ambazo wamekwama na hawajapandisha mishahara yao, kwa hiyo 15%
tuliyopendekeza kama serikali. Pia kuna wengine hata hawalipi hiyo minimum wage. Wanalipa watu hapa shilingi 6,000, 7,000, 8,000 na huko kwingine. Sasa leo tunawaambia mambo ni matatu. Ati mambo ni mangapi? Ati mambo ni mangapi? Sheria ya taifa letu la Kenya inasema ni kinyume na ni unyama mtu kulipwa chini ya minimum wage. Kwa hivyo, our good friends in the private security space, the regulator is here, the Ministry of Interior is here, the Ministry of Labor is represented. We must work collaboratively, working together to ensure that every security company operates within the parameters of the law. Sheria ya Kenya inasema mwananchi, kuna minimum wage mwananchi analipwa, and that is not negotiable. We can negotiate about anything else. Kwa hivyo, kampuni za private security, mimi niko tayari kuketi chini na nyinyi ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba kama mko na changamoto tuwasaidie, lakini hawa watu muwalipe pesa zao. Na wakati mnalipa pesa zao, muwalipie SHA na muwalipie NSSF, kwa sababu hawa wananchi mwisho wakiwa wazee wanataka wawe na pesa, wasikufe maskini. Na tumesema hivi, wewe mwananchi, wewe mfanyikazi utatoa sehemu kidogo ya NSSF, lakini mwajiri pia atakulipia kiwango ingine ya NSSF. Na hiyo pesa yote itakuwa pesa yako wewe kama mwananchi. That should be your money. Tumeelewana? Tumeelewana? Mimi naambia my Ministry of Interior, the Private Security Regulatory Authority, the Ministry of Labor, and all government agencies to ensure that these great Kenyans, private security officers, are paid nothing less than the minimum wage. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Mimi vile vile nataka mnisikize kwa makini. Ili tuweze kuhakikisha ya kwamba uchumi wa Kenya inakuwa, kwa sababu uchumi ya Kenya isipokuwa, tutakosa nafasi ya kupanga ajira, tutakosa nafasi ya kuajiri wananchi zaidi, tutakosa nafasi ya kuajiri watu katika viwanda zaidi, na Kenya haitapiga hatua ya kwenda mbele. Kenya hii yetu ni nchi ya demokrasia. Sisi wote hapa tuko na haki ya kidemokrasia. Ni kweli ama si kweli? Kila mmoja wetu hapa ako na haki ya kuongea, ako na haki ya kufanya mambo yake. Sisi wote tuko na haki ya kupiga kura vile tunavyotaka. Hakuna mtu wa kushurutishwa.
Ni kweli ama si kweli? Lakini pia kuna haki zingine ziko ndani ya katiba. Haki ya nyumba ya kuishi iko ndani ya katiba. Ni lazima serikali ipange vile hawa wananchi wataishi mahali ambapo pako na heshima, sio katika slums ama vitongoji duni. Hiyo ni katiba sehemu ya 43 ya Kenya. Sehemu ya 43 ya Kenya inasema mwananchi wa Kenya, kila mwananchi ako na haki ya kupata matibabu. Kila mwananchi, sio yule ako na kazi, sio yule ako na uwezo, sio yule ako na pesa, hapana, kila mwananchi. Na ndio ni sababu lazima tupange. Ndio nimeweka mpango ya SHA, kwa sababu tunataka kila mwananchi awe na nafasi ya kutibiwa akiwa mgonjwa. Ndio tunapanga affordable housing, kwa sababu katiba inatulazimisha kama serikali. Katiba ya Kenya inasema chakula ni haki ya kila mwananchi, na inasema ya kwamba mwananchi wa Kenya, we must protect them from the shame of hunger. Na ndio sababu munaona tunaweka pesa nyingi kupunguza gharama ya mbolea, kupunguza gharama ya mbegu, kufukuza wakora ambao walikuwa wametusumbua huko katika kilimo. Wengine walikuwa wanatusumbua kwa kilimo ya sukari. Nilienda huko Kakamega, mliniona huko, nikawaambia wengine mambo ni matatu, sasa hiyo sekta iko sawa sawa. Nikakuja hapa, wale walikuwa wanatusumbua kwa mambo ya kahawa, tumewafukuza, kwa sababu tunataka kuboresha kilimo. Tukiboresha kilimo, tunapanua uzalishaji wa chakula. Chakula ikiwa kingi, ndio gharama ya chakula inakuja chini. Ndio wale wananchi wanasema gharama ya maisha ikuje chini, kwa sababu gharama ya chakula imekuja chini. So, sikizeni ndugu zangu. Ukimuuliza Mkenya yeyote mahali popote leo katika taifa letu, tatizo kubwa la taifa letu ni gani? Watawaambia tatizo kubwa ya Kenya ni gharama ya maisha. Ni kweli ama si kweli? Hiyo gharama ya maisha, ili tuipunguze, number one, lazima tuzalishe uchumi, tuwe na ajira. Wananchi wengi wakipata mapato kwa sababu wako na kazi, hapo ndio watakuwa na mapato, wataweza kujimudu ama kumudu maisha yao. Na ndio sababu program ya housing tumeajiri vijana zaidi ya 1800. Program ya digital jobs vijana zaidi ya 1300. Ile overseas employment vijana zaidi ya 1580 wameenda kazini huko. Lazima tuwe na mbinu ya kuzalisha ajira zaidi, ndio gharama ya maisha ikuje chini. Ili gharama ya maisha ikuje chini, lazima tuzalishe kilimo zaidi. Ndio munaona tunaweka pesa huko, tunapunguza gharama ya mbolea, tunapunguza gharama ya mbegu, tunawasaidia wakulima, kwa sababu tukizalisha chakula zaidi, gharama ya chakula itakuja chini, gharama ya maisha itakuja chini. Ndio munaona tunasema watoto wetu wote wapate nafasi ya kusoma. Tunaweka pesa nyingi kusomesha watoto wetu, ndio hawa wananchi wasiitishwe pesa ya kusomesha watoto wao, ndio gharama ya maisha ikuje chini. Ndio munaona tunasema ya kwamba gharama ya matibabu vile vile ilipwe na bima ya afya ya serikali, ndio gharama ya matibabu ikuje chini, gharama ya maisha ikuje chini. Na ndio nimesema hivi, nataka mnisikize ndugu zangu. Wiki ijayo tunataka gongamano la Wakenya, mjadala ya Wakenya ya kuzungumzia uchumi na maendeleo. Tumezungumza siasa miaka nyingi, ama si tunajua vile sisi ndio mafundi wa siasa, ama
Siasa tunaelewa sana, tunasukuma siasa mpaka inakuwa matusi, mpaka inakuwa nini, lakini siasa ndio inaendelea. Lakini sikizeni my friends, siasa haiwezi kupunguza gharama ya maisha. Uchumi na maendeleo ndio itapunguza gharama ya maisha, ndio itafanya Kenya iwe ni nchi ambayo tunajivunia sisi wote. Na nimesema tuwe na mjadala, tukubaliane hii Kenya maendeleo itapatikana vipi? Hii Kenya uchumi tutaiguza vipi? Kwa sababu tukikuza uchumi, tukiendelesha maendeleo, nafasi ya ajira itapatikana, gharama ya maisha itashuka chini, tutazalisha chakula zaidi, tutafanya export zaidi, na Kenya